Namaste. Mimi ni Dkt. Anuradha Panda, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake katika hospitali ya Apollo, Jubilee Hills. Nafanya pia upasuaji wa kutumia laparoskopi na roboti. Leo tutazungumzia kuhusu upasuaji wa kutumia roboti kwenye hysterektomi ngumu. Kama mnavyofahamu, roboti humsaidia daktari kufanya upasuaji kwa usahihi zaidi. Kwa hiyo, katika upasuaji wa kutumia roboti, daktari anayefanya upasuaji hutumia kiolesura cha roboti au kompyuta, na harakati za mikono ya daktari zinapitishwa kwa mgonjwa kupitia mikono ya roboti. Sasa, hysterektomi ngumu ni nini? Kwa hiyo, kama una mji wa mimba mkubwa sana wenye uvimbe wa fibroid wengi unaochukua sehemu yote ya nyonga, au umewahi kufanyiwa upasuaji mara nyingi kama cesarean mara nyingi, laparotomi nyingi, au mtu ana uzito mkubwa sana na BMI ya juu. Katika baadhi ya hali, mgonjwa anaweza kuwa na upungufu wa damu au dhaifu, na hatutaki apoteze damu zaidi. Kwa njia hii, hata upotevu wa damu utakuwa mdogo. Au katika kesi za endometriosis, ambapo mgonjwa mwenye endometriosis anahitaji kufanyiwa hysterektomi, kutakuwa na uambatanisho mwingi. Kwa hiyo, katika kesi hizi, roboti itakuwa bora kuliko laparoskopi. Kwa sababu kwenye mfumo wa roboti, nini kinatokea? Mikono ya roboti, vifaa vyake vina uwezo wa kuzunguka nyuzi 360. Hivyo, vifaa vinaweza kufika ndani kabisa kwenye nyonga na upasuaji unaweza kufanyika kwa uangalifu mkubwa, na pia uono mzuri unasaidia kufanya upasuaji kwa ufanisi zaidi. Kwa hiyo, katika hali hizi zote, mgonjwa anaweza kufaidika na upasuaji wa roboti, ambapo upotevu wa damu ni mdogo, maumivu ni kidogo, na muda wa kulazwa hospitalini ni mfupi. Na madhara baada ya upasuaji ni machache sana, hasa kwa wagonjwa wenye viunganishi vingi, wanene kupita kiasi, au wenye magonjwa mengine yanayoambatana. Asante.